Uliokaa muda mrefu angalau, lakini cha kushangaza wengine tumesimama bado wengine wamekaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niambiwa tusiwe na nini? Fungua na Matendo ya Mitume sura ya 2, itasoma ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Ile inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyo wajalia kutamka. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neema hii ambayo Bwana umenipatia. Naomba sasa ukaniruhusu kwa muda mchache nikaweze kusema kile ambacho Mungu kinakupendeza machoni pako. Kwa Roho wako Mtakatifu ukatuhudumie sasa. Najiachilia kwako nikiamini ya Bwana uko tayari kututumia ipasavyo kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini. Amen. Kwa wanaopenda kuandika vichwa vya jumbe, andika sikukuu ya Pentekoste. Sikukuu ya Pentekoste ndio kichwa changu cha ujumbe. Nafikiri hata bango mmeona linaandika sikukuu ya nini? Kwa hiyo hatuko mbali. Sikukuu ya Pentekoste. Neno sikukuu ni shamla kwa tafsiri ya Kiswahili kwenye kamusi ya Kiswahili ya kuadhimisha tukio fulani. Shamla ya kuadhimisha tukio fulani. Kwa leo ni siku ambayo tunatakiwa kuwa na shamla ya kuadhimisha tukio hili ambalo lilitokea karibia miaka 2000 iliyopita. Sijajua moyoni mwako uliposikia kwamba leo ni sikukuu ya Pentekoste, umekuja na hali gani? Umekuja na mazingira gani? Umekuja umejipanga? Je, ulikuwa na ufahamu kwamba leo ni sikukuu, ni shamla ya maadhimisho ya siku ya Pentekoste? Swali na kuuliza mahali ulipo. Tumepata maana
maana yake ni 50, na hili linatokana na tafsiri ya Kiyunani ya Agano la Kale likihusika na sikukuu ya Wayahudi, ambayo sikukuu ya Wayahudi ya mavuno iliyoadhimishwa siku 50 baada ya Pasaka. Kwa hiyo ni sikukuu iliyoadhimishwa na Wayahudi au Israeli. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio la shamla la kuadhimisha baada siku 50 baada ya Pasaka. Kwa hiyo Pentekoste ni miongoni mwa sikukuu kubwa katika taifa la Israeli. Katika mwaka palikuwepo na sikukuu 7, lakini zilikuwepo sikukuu kubwa 3. Ya kwanza ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka. Nitamani nifundishe kidogo. Ilikuwa ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, au unaweza kusema kwenye mabano Pasaka, ambayo iliazimishwa katika mwezi wa Abibu ambao tunasema mwezi wa 4. Baada ya tukio hilo la mikate isiyotiwa chachu, ndipo ikaja sikukuu sasa ya mavuno katika mwezi uliitwa Siva, mwezi wa 6. Kihesabu kalenda au kiangalia tarehe za 50 huwa inaweza kaanguka. Ndio maana kuna tarehe huwa zinapishana kwenye hasa maadhimisho ya Pasaka. Lakini sikukuu nyingine ya 3 ilikuwa ni sikukuu ya kukusanya, au waliita sikukuu ya vibanda. Mbona niweke hivyo? Tunaposema sikukuu ya Pentekoste, angalau upate kujua kwamba si kitu kigeni au sio jambo ambalo alipo katika maadhimisho au katika Biblia kuonyesha wazi juu ya Pentekoste. Majina yaliyotambulisha hii sikukuu ya Pentekoste katika Agano la Kale iliitwa sikukuu ya mavuno. Kisoma kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 16. Naenda haraka sana nipunguze black, nikanyage black kidogo. Asante. Na bosi wangu naye kaniambia ni ile taratibu. Kwa hiyo hamna shida. Kwa hiyo majina yaliyotumika juu ya hii sikukuu katika Agano la Kale kwenye Biblia unapoisoma, Pentekoste ilitumika sikukuu ya malimbuko. Nimesema ya kwanza mavuno, ya pili sikukuu ya majuma 7. 7 mara 7 ni ngapi? Na Yesu amesema tusamehe 7 mara ile nazidi 49. Kwa hiyo haya majina ndiyo yaliyotambulisha siku ya maadhimisho ya siku ya Pentekoste. Kwa hiyo iliitwa sikukuu ya mavuno, sikukuu ya malimbuko na sikukuu ya majuma 7. Kwa hiyo walihesabu majuma 7 baada ya Pasaka, ndiyo sasa siku hiyo ya Pentekoste ikaweza kuadhimishwa au kusherehekewa. Lengo kuu la kusherehekea hii sikukuu kwa Wayahudi, lazima tujue lengo kubwa la kuwepo kwa hii sherehe shamla. Lengo kubwa lilikuwa nini? Kwa sababu kila sherehe katika Agano la Kale au katika Biblia lazima kuwepo na sababu, lazima kuwepo na kusudi.
Ndio maana wakati mwingine tunaposema yale yasiyoandikwa katika Biblia hatuyasherekee, kwa sababu hatuoni maandiko ya kutupa ushahidi, na sio tukio ambalo linafanyika. Mfano Christmas kwenye Biblia hatuoni maadhimisho yoyote ya kibiblia au Mungu akitamka juu ya kuiadhimisha hiyo sikukuu. Kwa hiyo kusudi la hii sherehe kwa Wayahudi kusherehekea katika shamra ilikuwa ni kuwakumbusha Wayahudi vile Mungu alishuka na utisho wake kwenye mlima wa Sinai kipindi Musa anapewa sheria na Mungu. Halo. Kwa hiyo kuwepo kwa hii sherehe kwa Wayahudi ilikuwa ni kuwakumbusha walipokuwa wakisherehekea, kama vile Pasaka walipokuwa wakisherehekea, kwa kukumbuka vile Mungu alivyowatoa katika mikono ya Farao, vile alivyowapigania, wakawa nakumbushwa vizazi na vizazi vipate kujua kwamba kuna siku Mungu alimpandika Farao katika mapigo 10 na Israeli wakawa huru. Haleluya! Na ndivyo ilivyo kwenye siku kuu ya Kiyahudi. Mungu alikuwa anawakumbusha walisherehekea hii siku kuu katika hali ya shamra, wapate kujua vile Mungu alishuka na utisho wake kwenye mlima wa Sinai kipindi Musa anapewa sheria na Mungu. Msomaji unaweza ukanisomea na mimi leo Kutoka 19 mstari wa 15 hadi 21. Kutoka 19:15 hadi 21. Twende. Kutoka 19 hadi 21. Biblia inasema, akawaambia watu, mwe tayari siku ya 3, msimkaribie mwanamke. Ikawa siku ya 3 wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima, mlima wa Sinai. Wote pia wakatoa moshi. Sikiliza mlima vizuri, twende. Kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuu. Mlima wote ukatetemeka sana. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena, naye Mungu akamuitikia kwa sauti. Bwana akaushukia mlima juu ya kilele cha mlima. Bwana akamuita Musa aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu. Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini, waonye watu wasije wakapasua njia waje kwa Bwana kutazama, kisha wengi miongoni mwao wakaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukio hili ndio lilisababisha pawepo na hii siku ya kuadhimishwa kwa Wayahudi, vile Mungu aliposhuka katika moto kwenye ule mlima wa Sinai, wakati Mungu anaachilia sheria au utaratibu wa maisha ya kiroho kwa Wayahudi, vile ambavyo inawapasa kuenenda. Na tunaposoma kwenye Agano Jipya, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, hicho somo kinaeleza wazi wakati
anashuka. Nini kilitokea? Tunaona ndimi za moto, yaani Mungu alishuka katika moto kuthibitisha kwamba yeye ni moto ulao. Haleluya! Kwa hiyo hatuadhimishi kitu hewa, hatuadhimishi kitu ambacho hakijatokea kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo tunapoadhimisha sikukuu kama leo, lazima ujue nini kilitokea. Halo, halo. Katika Agano Jipya ndipo tunalipata neno Pentekoste. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ule sura ya 2 mstari wa kwanza, lakini Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 16, na Wakorinto wa kwanza 16 mstari wa 8. Narudia tena, katika Agano Jipya ndipo tunalipata neno Pentekoste kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza, na Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 16, na Wakorinto wa kwanza 16 mstari wa 8. Nirudie tena, narudia kwa haraka. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza, Matendo ya Mitume 20:16, na Wakorinto wa kwanza 16 mstari wa 8. Sasa twende kwenye umuhimu wa sikukuu ya Pentekoste katika Agano Jipya, umuhimu wake au kusudio lake. Namba moja, tunakumbuka kushuka kwa Roho Mtakatifu, kukabidhiwa kanisa. Yaani tukio la Pentekoste lilikuwa ni tukio rasmi, kwa sababu Yesu alikwisha kutoa ahadi. Wameshasema watumishi juu ya yatima. Yesu alikuwa anamkabidhi Roho Mtakatifu kwa habari ya kanisa. Kanisa leo, mlezi wa kanisa leo, anayewajibika kwa kanisa, anayetenda kwa kanisa ni Roho Mtakatifu. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo leo shamla natakiwa kuwa nazo katika sikukuu ya Pentekoste. Ndani yako lazima uwe na ufahamu kwamba sikukuu imekuwepo kwa sababu lilikuwa ni tukio la Yesu kukabidhi kanisa kwa Roho Mtakatifu. Namba 2, ilikuwa ni sehemu ya kuliunganisha kanisa la ulimwengu. Yaani kwa lugha nyingine, ile mipaka ya Kiyahudi, mipaka ya mataifa, wote tukaunganishwa kuwa kanisa moja. Halo. Kwa hiyo ukiona Mkorea ameokoka amejaa Roho, ukimwona Mganda ameokoka amejaa Roho, ukimwona Mkenya ameokoka amejaa Roho, ukimwona Msukuma ameokoka amejaa Roho, ukimwona Mwaya ameokoka amejaa Roho, ukimwona Mruguru ameokoka amejaa Roho, ukimwona Muha ameokoka amejaa Roho. Hiyo ni kazi ambayo ilifanyika wakati Roho anashuka kuliunganisha kanisa la ulimwengu. Kumbuka hilo. Nje ya Roho Mtakatifu tusingekuwepo na muunganiko huo. Ndio maana akija mtu wa nje, awe ni Mkenya, awe ni Mganda, akiwa ameokoka
tumejaa Roho, maana yake sisi tumeunganishwa, ni kanisa. Nazungumzia umuhimu wa sikukuu ya Pentekoste katika Agano. Lakini namba 3, tunapo umuhimu wa kuisherekea ni kutimia kwa limbuko la kwanza, kwa sababu tumesema katika maana au katika sikukuu hii iliitwa majina: malimbuko, mavuno na majuma mangapi? 7. Kwa hiyo tunaposherehekea sikukuu hii ni kutambua ya kwamba kwa kutimia neno lile ambalo linaithibitisha juu ya sikukuu ya Pentekoste, matunda au mazao ya kwanza, wale 120 waliokaa wakisubiri, wale ndio malimbuko ya waliojazwa Roho Mtakatifu. Kabla ya hapo hakuna aliyejazwa Roho Mtakatifu na akanena kwa lugha mpya. Roho alikaa juu ya manabii, alikaa juu ya wafalme, lakini tukio hili ndiyo malimbuko ya kwanza. Aongeshangilia, watu wakajaa. Ndio maana maswali mengi watu walikuwa nayo, hawaelewi kinachoendelea, hawajui kimetokea, hawajawahi kusikia, hawajawahi kuona, hawajawahi kutazama. Wakasema, sasa hii ni kitu gani? Kumbe alikuwa Yesu ameweka malimbuko yake ya kuyatoa kwa ajili ya Pentekoste. Haleluya, haleluya. Mambo makuu yaliyotokea ile siku ya Pentekoste, jambo la kwanza ilikuwa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jambo la pili ni kunena kwa lugha mpya. Haya mambo makuu yametokea. Hayo mambo yalitokea, na mimi nataka nikwambie leo, haya mambo makuu mawili yatatokea siku ya leo. Narudia tena, kama uamini, nataka nikusaidie leo. Mambo yaliyotokea siku ile, katika ile siku ya Pentekoste, na leo ndio siku ya maadhimisho ya sikukuu ya Pentekoste. Kama ilitokea, basi uwe na uhakika kwamba leo inakwenda kutokea kwako. Unakwenda kupokea, unakwenda kunena kwa lugha, unakwenda kubatizwa roho yako katika Roho Mtakatifu. Wangapi wanasikia shamla shamla kidogo za Pentekoste? Haleluya. Hata sikukuu nyingine za kipagani, hii ndio siku ya kuadhimisha, hiyo ndio siku ya kusherekea, na hasa ukiwa unajua maana ya sikukuu yenyewe. Amen. Sio kamkumbe. Unabii ilikuwa ni kutimiza pia unabii juu ya ubatizo. Kulikuwa ni kutimiza pia unabii juu ya ubatizo. Ukisoma Yoeli, nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Lakini Injili na Yohana Mbatizaji alitabiri ya kwamba yuko atakayekuja, atakayewabatiza kwa Roho na kwa moto. Mathayo sura 3 mstari wa 11. Lakini Yesu mwenyewe wakati anawaambia wale wanafunzi,
Fikiria kama wangekaa hao 120 halafu hakuna kilichotokea, wangeendelea kumwamini Yesu? Kama wangekaa gorofani halafu hakuna kilichotokea, wangeendelea kumwamini Yesu? Singeamini. Walikaa wakaingoja ile ahadi, na hiyo ahadi ikatimia kwenye maisha yao. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Kwa hiyo kihistoria, nataka niseme ubatizo wa Roho Mtakatifu ulitokea kwa mara ya kwanza siku ya Pentekoste, ambayo neno ambalo limetumika, neno ubatizo, neno la Kiunani naitwa bapto au baptozo, ni kuingiza au ingiza ndani ya. Unaposema ubatizo ni ingiza ndani ya, useme ndani ya maji, umekosea. Au zamisha ndani ya. Maana kuna watu wanaelewa kwamba ukishasema ubatizo unahusisha maji. Sio kweli. Kama una elimu hiyo, basi leo iondoke. Ubatizo hauna maana ya kuingizwa ndani ya maji, ni kuingizwa ndani ya. Ndio maana kuna aina kwenye Biblia zaidi ya 9 nazoeleza juu ya ubatizo. Kwa hiyo kuna batizo nyingine wala zitumii maji. Sawa? Sio maji. Mfano kama huu batizo hatuoni maji, usio batizo wa maji. Na ukiwa na tafsiri ya neno kubatizwa ni kuingiza kwenye maji, utakuwa utendi haki kwenye maandiko. Neno bapto lina maana ingiza ndani ya, zamisha ndani ya. Ndio maana neno ubatizo. Halo? Halo? Na ndicho Yesu alifanya. Ndio maana ubatizo wa Roho Mtakatifu hafanyi mchungaji, hafanyi mwalimu, hafanyi mwinjilisti, hafanyi mtume, hafanyi yoyote. Kazi ya ubatizo wa Roho anayeifanya ni Yesu mwenyewe. Ndiye anayeichukua roho yako, anaizamisha ndani ya Roho Mtakatifu. Halo? Miro yako nitaiona wapi? Miro yako mpaka niichukue kwanza. Roho Mtakatifu nimemwona wapi kwa macho? Ila Yesu katika utatu wake anaelewa moyo wako ukoje, anajua maisha yako ukoje. Ndiyo maana hiyo kazi amebaki naye mwenyewe. Na mtu mmoja alitaka hiyo kazi, Simon mchawi kule Samaria, atoe hela apewe. Famasiarani. Ungepewa hiyo kazi, mbona ungeopa ndugu zako mpaka bibi yako ungemjaza Roho Mtakatifu? Yaani kwanza ungekuwa na upendeleo. Yaani yoyote unataka pokea. Bibi pokea. Njomba pokea. Ungemaliza kwanza ukoo wa kwanza wa kwako, halafu ungeenda ukoo wa pili. Halo? Binafsi. Yesu akabaki na hiyo kazi. Kwa hiyo tunapozungumza hapa, Yesu yupo hapa, atakwenda kuwabatiza watu katika Roho Mtakatifu, maana kisima kiko tayari. Huwe na uhakika kwamba kisima kiko tayari. Yesu alikwisha kukiandaa. Ndio maana akayatoa malimboko yake. Wale 120 wakajazwa, wakabatizwa katika Roho Mtakatifu.
wakaanza kusema kwa lugha mpya. Katika kitabu cha Matendo ya Pili, Matendo ya Mitume sura ya 2 niliyosoma mistari michache, tunaona kuna makundi mawili. Yako makundi mawili. Kundi la kwanza waliojazwa Roho Mtakatifu ni kundi waliokuwa wakisubiri ahadi 120. Hawa 120 ndio kundi la kwanza, ndiyo malimbuko ya kwanza ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Tendo la Mitume sura ya kwanza mstari wa 15. Hawa wanawakilisha nini? Wanawakilisha waamini wa muda mrefu wenye kusubiri hiyo ahadi. Ninajua kuna waamini walishakuwepo mpaka na Efeso. Kisoma Matendo ya Mitume sura ya 19. Wakati Paulo anakwenda Efeso, anakutana waamini waliomwamini Yesu, lakini walikuwa hawakuwahi kusikia habari za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usiwe na shaka. Inawezekana umeokoka miaka 5. Inawezekana umeokoka miaka 10. Inawezekana umeokoka miaka 7. Wewe ni miongoni mwa walengwa leo, kama vile 120 waliokaa wakisubiria ahadi wakiwa wamemwamini Yesu. Na wewe tarajia leo ya kwamba itatimia kwako siku ya leo. Kwa hiyo sio ukakaa ya kwamba mimi ni wa muda mrefu sijapokea, nimekaa miaka 10 sijapokea. Hao wanakuwakilisha wewe, kwa sababu imani waliokuwa nayo walingoja kutimia kwa ahadi yao ya kujazwa Roho Mtakatifu. Usije ukazoea maisha ya wokovu bila kujazwa Roho Mtakatifu. Usikubali kukaa kanisani na unakiri umeokoka bila kujazwa Roho Mtakatifu. Lazima ujue ya kwamba hii ni ahadi ya wote waliokuja kwa Yesu. Kundi la pili ni la watu 3,000 kwenye hiyo siku ya Pentekoste. Nitaka ulione hiyo. Hii ni kundi la pili la wanaume 3,000. Hesabu ipo ya wanawake na watoto. Unaweza kuona mkutano ulikuwa ni watu wangapi? Waliohesabiwa tu ni wanaume 3,000. Hili kundi la watu 3,000 linatufundisha nini? Linafundisha juu ya waamini wa muda mfupi. Yaani hawa waliamini Injili iliyohubiriwa na Mtume Petro, na hapo walipofuata maelekezo, na wao wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo inawezekana mtu akaokoka leo na akajazwa Roho Mtakatifu leo. Si kama umeelewa? Narudia tena, sio ajabu wala sio kituko cha wewe kuokoka na kujaza Roho Mtakatifu papo kwa papo, kwa sababu hiyo kazi anayoifanya ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu yawezekana alikuona
lakini Yesu alituona tokea kule. Halo. Sasa inawezekana hata pombe uliokunywa usiku haijakwisha. Inawezekana hata picha mwanamke uliyonayo jana haijakutoka. Inawezekana hata madudu uliyofanya hayajakutoka. Lakini kwa taarifa yako, kama utaamini Yesu ni Mwokozi, maana alikuona tokea mbali, amekuleta leo, ana uwezo wa kukusamehe dhambi, lakini akakujaza Roho Mtakatifu. Bora hitaji uweke ligi na Yesu, kwa sababu anaujua moyo wako. Hao wanawakilisha waamini wa muda mfupi wa kujazwa Roho Mtakatifu, akaokoka mtu na akajazwa Roho Mtakatifu. Tendo la Mitume sura ya 2. Tasoma, sijasoma maandiko lakini nimeyataja. Matendo ya Mitume sura ya 2:37 ule mstari wa 42 mpaka 42. Naomba fundi mitambo mstari unasomea. Tuione injili kwenye siku kuu ya Pentekoste iliyohubiriwa. Watu wakachomwa mioyo yao, wakasema tufanyeje? Petro anawaambia tubuni, kaiamini injili, na watu wakabatizwa na wakajazwa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura 2 anzia mstari 37. Biblia inasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Amen. Natosha. Baada ya anaweka ahadi ya kupokea, na wakapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo makundi mawili yanatudhihirisha ile siku kuu ya Pentekoste, waliopokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wakasema waamini wa muda mrefu. Kwa hiyo sija ukafikiri kukaa kwenye wokovu miaka 6 hujapokea, ukalizika, ukakaa ukasema mimi basi Mungu amenikataa. Inahitaji imani ya kweli ndani yako ili uweze kupokea kipawa hiki cha Roho Mtakatifu. Mimi na uhakika leo ndani ya moyo wako kuna watu mmekaa muda mrefu hamjawahi kupokea Roho Mtakatifu, hamjawahi kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Tunapoisherehekea hii siku kuu ya Pentekoste, leo ni siku yako ya kupokea Roho Mtakatifu. Lakini hata wewe utakayeamini injili ya Yesu Kristo leo akakusamehe dhambi, uwe na uhakika ya kwamba uwezekano kwa wewe kupokea Roho Mtakatifu leo unapokea. Naomba nizungumze misingi miwili tu tunapohitimisha ya wewe kupokea Roho Mtakatifu. Msingi wa kwanza tunataka kuusimamia ni kutubu na kuiamini injili. Toba ya kweli, huo ndio msingi wa kwanza. Unajua naambiaga watu, yaani wewe kabla hujatoka nyuma kule kuja hapa mbele kutubu, Mungu alishaona moyo wako wa toba. Siko naelewa? Toba sio kuja kusimama mbele. Kusimama mbele ni kakipengele kaukiri. Toba inaanza ndani ya mtu kujutia maisha ya dhambi. Mtu unafika hatua anajutia maisha ya dhambi. Na ndio maana kanisa la leo
lina wasanii wengi wanaosema wameokoka, ni kwa sababu hawajafanya kitu kinaitwa toba. Toba lazima ujutie hayo maisha. Mtu unafika huko nyumbani kwamba nitaishi maisha haya mpaka lini? Nitaishi kwenye ulevi mpaka lini? Nitaishi kwenye zinaa mpaka lini? Nitaishi kwenye maisha haya, nasema majuto. Unajutia maisha ya dhambi. Kama hiyo kitu haiko ndani yako, toba haiwezi kuwa ndani yako. Nasema nimelewa leo, umening'oa meno 6. Sasa naona meno 30 yote yataisha. Unajutia. Kwa nini endelee kuwa ni mpiga kelele? Kusoma kitabu cha Mithali inaeleza sifa za mlevi. Sifa moja wapo ya mlevi ni mpiga kelele. Macho mekundu, mno wa ugomvi. Wanasema watu sema mimi kwa nini mnaomba ugomvi? Msikie kumfuatilia alikuwa anafanya nini, anavuta. Kama sio bangi, pombe. Toba inaanza na majuto, kuijutia dhambi. Haya maisha unayaishi mtu, nazungumza misingi ya wewe kupokea Roho Mtakatifu. Msingi wa kwanza ni toba, kuitumia. Ndio maana wanaitikia, wanasema maneno yalipoingia kwenye mioyo yao, tufanyeje? Kwa mtu anasema hiyo kauli mbona kwenye hali ya kawaida? Nifanyeje? Niendelee kuuza ba? Nifanyeje juu ya hili? Anataka kushauri. Watu leo ukimshauri anabaki na yako. Fanya hivi na hivi na hivi. Yeye kumba na maamuzi yake. Sasa kumbia kuomba ushauri wa nini? Watu na maamuzi yake. Kujutia. Akazia sana. Majuto. Hicho unachokifanya, kuna hali ya majuto unakijutia. Huyo kukana mume wa mtu, hayo majuto yako ndani yako. Kutoa kwako mimba, kuna majuto ndani yako. Kuna majuto ndani yako. Hiyo unayobonga pia, alafu unajiita Mpentekoste, kuna majuto hayo ndani yako. Pili, kuchukia. Nizungumzia hatua za toba. Kuchukia. Huwezi kuiacha dhambi kama hujaichukia. Kwa nini? Kwa sababu ya utamu ulio kwenye dhambi. Alikwambia dhambi sio tamu nani? Wewe unajua. Maana imekutesa, imekugaragaza. Kwa sababu ya utamu unaopata. Hiyo ni hatua. Usipoichukia dhambi, huwezi kuiacha. Na hapo ndipo pana nguvu kubwa ya mtu kutoka kwenye dhambi. Kuchukia. Usipofika hatua hiyo dhambi ukaichukia wewe mwenyewe, kwamba mimi nimeshindwa kwa mwaminifu kwenye upande wa fedha, mimi mwizi. Usipofika mtu wa Mungu hali ya dhambi ukaichukia ndani yako, uachi. Kama uachi, kama uchukii swala umbea ndani yako, halikusumbui, hulichukii, hiyo dhambi itakaa ndani yako, haitoki. Kinachoweza kukusaidia kutoka na ukafanya toba ya kweli ni pale ambapo unapoichukia dhambi. Mimi nikuulize swali dogo tu. Wale rafiki zako sana uliochukiana nao, leo unawatafuta? Mliochukizana nao, mkumbuke yule rafiki yako sana sana, lakini nitokea ghafla lililotokea hilo
mkachukiana, na inawezekana siku hiyo namba ya simu ulifuta siku hiyo hiyo na ukumtafuta tena. Unaona maana ya kuchukiana? Sasa hatua hizo mtu akiwa nazo za kwanza mbili, anaenda hatua ya tatu ya kuungana, ya ukiri juu ya dhambi na maisha ya uovu. Ndipo sasa Mungu anasema niko tayari kutengeneza na Mungu. Hatua ya mwisho ni kugeuka nyuma. Kwa hiyo nimesema kugeuka nyuma, haisemi geuka upande, na wengi huwa wanageuka upande. Alikuwa anaelekea kwenye chimpu, sasa baada ya kugeuka nyuma anageuka kushoto. Huku nataka na huku kote anakoangalia. Kwa Yesu nakutaka na kwa shetani nako. Kwa hiyo huyu mtu anaitwa yuko njia, huyu mtu anaitwa yuko njia, huku anataka na huku. Huyu mtu anayeambiwa baada ya toba hageuke nyuma na kuipa dhambi kisogo, alikuwa anaelekea jana kwa sababu ya maisha ya dhambi, anaamua kugeuka nyuma, anaipa dhambi kisogo. Maana yake yale ya nyuma siyaoni tena, siyahitaji tena, siyatamani tena. Mimi sikurudi Misri, ndio nasikia sirudi wapi. Huyu mtu anaelekea wapi? Anaelekea wapi? Ya dunia yote. Mwambie jirani yako, acha kugeuka upande, geuka nyuma. Hiyo ndio misingi, na huo ndio kwa taarifa yako, huo ndio moyo wa Yesu anaotaka, huo ndio moyo wa Yesu anaoona. Ukiwa na moyo huo, uwe na uhakika ahadi ya wewe kujazwa Roho Mtakatifu iko pale pale, iko pale pale. Kubatizwa na Roho Mtakatifu iko pale pale. Msingi wa pili, namalizia na hiyo, ni kuwa Mkristo halisi. Ukubali kuwa Mkristo halisi. Maana yake usikubali kuwa chotara au Samaria. Kubali. Yaani kuna watu wanaamua kuokoka, alafu akamwambia mimi na dini yangu. Wewe Msamaria. Yaani mtu anaokoka anaendelea kuabudu mizimu ya kwao. Mtu anaokoka hataki kuendelea kwenye uhalisia wa maisha ya wokovu. Kwa hiyo msingi leo wa pili wa wewe kubatizwa na kunena kwa lugha, kubali kuwa Mkristo halisi. Na hicho kisa nimeshakitaja. Somaji, naomba unisomee Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 23. Tuone Filipo alipoenda kuhubiri injili Samaria. Watu walimwamini Simoni mchawi kwa sababu ya uganga wake. Injili ikahubiriwa na Filipo, watu wakaokolewa. Lakini Simoni akaanza, hakutaka kuwa Mkristo halisi. Tusomee hapo Matendo ya Mitume sura ya 8 kuanzia mstari wa 14. Ndio. Na mitume waliokuwako Yerusalemu
Waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, la Mungu, yes, wakawapelekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu, sikiliza, Simoni huyo atakuwa Mkristo halisi kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, nipeni na mimi uwezo, nilisema huko mwanzo, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Na angeuza huyo kama anauza mafuta. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili. Una nini? Huna fungu wala sehemu katika jambo hili. La nani? La Roho Mtakatifu. Ndio. Kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu, tubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana ili kama yamkini usamehewe. Yaani neno yamkini ndio maana yake. Yaani kama kuna uwezekano usamehewe. Fikra hii ya moyo wako, kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Simoni akajibu akasema, niombeeni ninyi kwa Bwana, yasinifikirie mambo haya mliosema hata mmoja. Maandiko yanaeleza kundi la Wasamaria lilisikia Injili kama nilivyosema hapo, wakamwamini Yesu. Lakini anatokea mtu mmoja, na tunaiona sababu. Wanamwambia moyo wako sio mnyofu. Tatizo lako, moyo wako sio mnyofu. Hujataka kuwa Mkristo wa kweli, unafanya maigizo. Wenzako wamefanya kweli, wewe unaleta maigizo hapa. Sasa kwa taarifa yako, kama unafanya maigizo na nia yako ni mbaya, wakamalizana naye, akasema hii kitu wala uipati. Halo, nawezekana ulikuwa na maswali ya wewe kutokupokea Roho Mtakatifu. Leo nimekupa misingi miwili tu. Wa kwanza ni kuiamini Injili ya Yesu Kristo kwa kufanya toba ya kweli. Lakini pili, kukubali kuwa Mkristo halisi. Kubali kuwa Mkristo halisi. Mungu anakujua. Inawezekana umekuja hapa kwa madili, tunaweza tusijue, lakini Yesu anakujua. Inawezekana wewe umekuja hapa kwa ajili ya kuharibu mabinti kanisani, umetumwa na roho yako ya zinaa kuharibu watu waliotoka kanisani.
Kwa taarifa yako, Yesu anakujua. Inawezekana umeingia humu ndani kwa ajili ya kuloga kanisa lisiendelee, na inawezekana utaigiza hata kunena kwa lugha, lakini Yesu anakuona. Kwa nini anakuona? Moyo wako sio mnyofu. Anakwambia utaisha kunawa hapa uli. Wewe nawa tu. Wewe nawa tena, ongeza maji, endelea kunawa. Nawa mikono, nawa miguu, nawa uso, kula uli. Anambia upati kitu hapa cha kufanya, moyo wako sio mnyofu. Tena anambia nenda katubia uovu ikiwezekana. Yani yamkini. Hiyo yamkini au uhakika watapokea wewe. Shaka yamkini, kuna uhakika atapokea Simon hapo. Sasa kwa nini nikudanganya? Yani ukae humu ndani na nia yako mbaya. Ukae humu ndani na zinaza. Yani wewe kila siku unatongoza. Halafu nikwambia utapokea. Pokea. Moyo wako sio mnyofu. Hujakubali kwa Mkristo halisi. Kuna watu wameamua kuwa Wakristo halisi. Wanataka kufanana na Yesu. Wanataka kumuona Yesu. Wanataka kuingia mbinguni. Wanataka kumfurahia Yesu wao. Hao ndio tunasema Wakristo halisi. Hao Yesu lazima hawabatize kwa Roho wake Mtakatifu, kwa sababu anataka kuwatuma wakahubiri habari za ufalme wa Mungu aliye hai. Tumesikia ujumbe pale, kusudi ya kujaza Roho Mtakatifu, kuhubiri injili ya ufalme. Sasa unataka kuhubiri injili na zinaa? Yaani Yesu akujaze roho na moyo wako sio kwa mnyofu, ili ukaende vijijini ukaharibu kijiji kizima. Shahubiri wapuuzi mmoja kwenye mitandao anasema kabisa, eti mchungaji akikutongoza usimkatalie. Na mwingine nikamsikia eti kufunga ndoa kanisani ni upagani. Na mimi nikakomenti hapo, kasema upagani ni kwenda kuishi na mwanamke bila kufunga ndoa. Na mimi kufunga ndoa ndio upagani, ila zina. Shetani amefikisha watu hapo. Yaani sasa hivi shetani ameamua kujitokeza kwa nguvu zote kuwa macho. Mioyo yao sasa inaanza kufunuliwa kwamba mioyo yao sio minyofu, na sio kwamba wamejazwa Roho wanapiga kelele midomoni mwao. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu hawezi kubeza juu ya ndoa. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu hawezi kushangilia juu ya zinaa ndani ya kanisa. Hawajawahi kufanyika Wakristo halisi. Inatutesa wengine, inatuumiza. Angalia watu waliokuwa nao, angalia watu waliokuwa nao. Tunaumia, tunateseka. Kundi linaenda wapi? Hili kundi wanaoongoza wanawapeleka wapi? Ndio kinachotesa kwenye mioyo yetu. Tunasikia hayo. Ukristo halisi haupo. Wamekuwa kama kina Simon wa chafu. Samaria imeokoka, lakini ameng'ang'ana na ugumu wake wa moyo. Anayataka ya Mungu kuyageuza kwa ni chakula chake. Anataka mambo ya Mungu kuleta faida kwenye maisha yake.
Sema sisi kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Tupo kwa ajili ya Bwana, tupo kwa ajili ya maisha, tupo kwa ajili ya Kristo. Maisha yetu yapo kwa ajili ya Bwana. Hao ndio Wakristo halisi. Hata michanganyo, hata nia mbaya, hata chochote, moyo wako uwe mnyoofu, utapokea ahadi ya kujazwa Roho Mtakatifu. Naomba tusimame. Nataka nianze na mtu mmoja aliyekaa kwenye kiti akatafakari juu ya maisha yake ya dhambi. Mimi sikulazimishi. Unasema niko tayari leo katika kusherehekea sikukuu ya leo. Kama wenzangu walisikia Injili wakatubu, unasema niko tayari kuondokana maisha ya dhambi, nimeyachukia. Nasema niko tayari, nataka nikaungame mbele za maovu yako. Uko hapa, karibu hapa mbele. Nianze na wewe kwanza, kundi la kwanza. Karibu hapa. Wewe unayejisikia ndani yako unasema nataka kutubu dhambi, nataka nitengeneze na Mungu leo. Karibu hapa mbele. Usisubiri mwenzako atangulie. Wewe njoo. Inawezekana wewe peke yako. Usisubiri sababu ya wengi ndio utoke. Inawezekana ni wewe peke yako. Mungu amekusudia wewe. Wewe njoo. Mimi nasema wewe. Inawezekana ni wewe tu uliyesikia. Usisubiri mwingine.